Bwana mtazamaji wa Kivona Sports, bado tupo kisiwani Pemba, bado tunakula uzuri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupo kwenye mchezo wa fainali kati ya klabu ya Yanga dhidi ya JKU ya hapa visiwa vya Zanzibar. Ni mchezo wa namna gani? Anakwenda kusikika Gharibu Mzinga, mchambuzi wangu, anakwenda kuniambia kwa kina utakuwa ni mchezo gani. Je, tutegemee kutakuwa na surprise ama JKU ataangusha mzigo mkubwa wa klabu Yanga ama Yanga atakwenda kwa klabu nambari 1 kwa kuchukua mara nyingi kombe la Muungano toka historia yake ilipokuwepo. Mimi ni Isike Fred Eli Capitano, nipo na Gharibu Mzinga. Huyu ni guru kwenye stories zinazohusiana na soka la Afrika, lakini nyuma ya kamera ipo mdada jasiri mundu kabisa anaitwa Jackie ndo anatufanya tunapendeza namna hii. Gharibu Mzinga, moja kwa moja. Finali ya kombe la Muungano 2025 Gombani Pemba. Watu wamegawanyika sasa kwa namna vilabu vya Zanzibar vilivyocheza michezo yao yote. Zimamoto, KVZ, KMKM vinatoa picha kwamba JKU ina uwezo mkubwa kushindana na klabu Yanga, lakini Yanga inajinasibu kwa quality yake na mambo mengine yote. Wewe ni mchambuzi, unaiona finali ya namna gani na tutegemea surprise yoyote? Karibu sana. Yanga anaingia kama favorite kwenye mechi, lakini JKU anaweza kutusurprise kwa sababu ikitokea JKU kabeba ubingwa kamfunga Yanga, maana yake basi itakuwa ni surprise, kwa sababu Young Africans ni timu tofauti kwenye level na JKU. Hilo liko wazi, wanazidiwa vitu vingi sana. Hata experience ya hii michuano wanazidiwa JKU. Young Africans ameshabeba mara 6 ili kombe, ndio zile timu mbili ambazo ziko pale juu zilizochukua mara nyingi zaidi kombe hili ni wao pamoja na Simba ambao kwa pamoja wamechukua mara 6. Kwa hiyo hapa nilihitaji mara ya 7 ili kutanua gap. Lakini kwa JKU wenyewe ndo watafuta kombe lao la kwanza. Ni timu ambayo unawezekana usisearch yenyewe kama yenyewe, unaweza kusearch football ambao wamekuwa kituonesha. Kitu kikubwa ambacho mimi nimekipenda kutoka kwao ni kucheza caliber ya mpira wa Young Africans. Yaani JKU na Yanga wanacheza mpira unaofanana. Utofauti unakuja kwenye qualities ya wachezaji. Unafanana kwenye mazingira gani? Possessional, speed up. Unamiliki mpira kwa speed, unakwenda katika lango la mpinzani. Ndivyo ambavyo wanafanya Yanga, ndivyo ambavyo JKU wanaishi. Kwa hiyo kama wanafanana kwenye falsafa ya uchezaji, na hii ni finali, ni mechi ambayo inajimotivate yenyewe. Yaani wachezaji wa Yanga wana quality kubwa, lakini wa JKU hawana ile quality, but wanaweza kujimotivate wakajitoa zaidi uwanjani. Spirit inaweza kawa kubwa. Kwa hiyo quality na spirit, umeelewa? Kwa hiyo mechi inakwenda kuamuliwa katika hayo mazingira. Nani itamlipa? Young Africans quality yake itamlipa, kwa maana wachezaji wenye ubora wataamua mechi, au spirit ya JKU? Mind you, spirit ya JKU itakuwa kubwa kwa namna yoyote ile ukilinganisha na spirit ya Young Africans, kwa sababu JKU anaingia kama timu namba 2 uwanjani. Kandanda ambao wanaicheza imekuwa ikivutia. Timu za Zanzibar msimu huu zimetonesha surprise za kutosha. Tangu katika hatua ya 8 bora tuliona Zimamoto wakifanya miracles, tuliona KVZ na kadhalika wakifanya hivyo. Ndio hizi timu ambazo zimetoa, na hawa JKU wamemtoa Azam, wamemtoa Coastal Union, wamemtoa Singida Black Stars, na hawa wanatokea ligi kuu ya bara. Ligi kuu ya bara ambayo ime advance wachezaji wake tofauti, timu hizi tofauti ukilinganisha na wale ambao wanatokea Zanzibar. Lakini Zanzibar kitu ambacho wanajivunia ni mbinu na spirit. Wana mbinu kwa maana ya unachezwa mpira wa falsafa ambao unauona uwanjani, lakini spirit yao ni kubwa kwa sababu wanaamini bara wametuzidi hatua. Wale wachezaji wenyewe wanapambana pale ili waende bara, waonekane bara, kwa sababu ndo kuna malipo mazuri zaidi. Kwa hiyo ni mechi ambayo inajimotivate zaidi kwenye hatua hii ya finali. Young Africans wao wanahitaji tu vikombe, no matter what. Wanataka kuendelea kukusanya vikombe. Kwa hiyo kila kikombe ambacho kinakuja mbele yao wanatamani kuona wanakichukua wao. So point inayofuata ni Gombani dhidi ya JKU. Young Africans anataka kuchukua taji la 7 ili endelee kupanua wigo wake wa kuchukua mataji mengi zaidi ya kombe la Muungano ukilinganisha na watani zao wa jadi Simba Sports Club. Bwana, tayari umepata ABC za mchezo ambavyo unaweza kutokea, namna ambavyo ameuzungumza Gharibu Mzinga mchambuzi, kwamba kuna uwezekano tukashuhudia mchezo mzuri kwa sababu kuna aina fulani za mfanano kwenye pitch style ya uchezaji, lakini kinachotofautisha mchezo huo ni nani ana quality bora, nani ambaye anaweza kufanya vizuri sana. Kwenye michezo miwili ya Yanga alishinda goli 2
na KMKM tunakumbuka Dennis Nkane akaweka kunyavu na Ziki, lakini tumeshuhudia mchezo wa pili akifika paka kwenye mikwaju ya penalty. Kwa mazungumzo yako unaona tunaweza tukafika kwenye penalty leo? Ni ngumu, ila kama Zimamoto wameweza kufanya, JKU wanaweza kufanya pia. Kwa sababu hata ungeniuliza mechi dhidi ya Zimamoto hilo swali ningekwambia ni ngumu, ila inawezekana. Yani inawezekana, ni option ya pili. Option ya kwanza ni Young Africans kupata ushindi. Yes. Hiyo ni ya kwanza. Option ya pili ndo hiyo, JKU kushinda kwenda kwenye mikojo ya penalty, kwa sababu ya sababu ambazo nimezungumza hapa. Experience Yanga iko juu, quality Yanga iko juu. Shaona. Kwa hiyo Yanga ndio maana nikatumia neno anaingia kama favorite. Inaingia kama timu namba 1 uwanjani. Yes. Umeelewa? Yes. JKU anaingia kama namba 2 underdog katika hii finali. Sawa? Lakini chochote kinaweza kikatokea kwa sababu ya hiyo motivation ambayo wako nayo hawa JKU, yani motivation ambayo inajitengeneza yenyewe automatic. And mind you, no way ya kuiunderrate sana JKU. Sawa, Yanga ni timu namba 1, lakini hautakiwi kuidharau sana JKU kwa sababu ukitrace kwenye misimu miwili ya mwisho ya Kombe la Mapinduzi kabla ya hii ambayo imechezeka hapa kwa maana ya timu za taifa, timu ya Mlandege ilifanikiwa kubeba ubingwa. Yes, Amani Complex. Na hayo matimu yalikuwepo. Tena alimpasua mtu mkubwa, alimpasua mnyama. Kwa hiyo ukiangalia hayo mazingira unaona Mlandege waliweza kufanya. Ndo daraja lile la Mlandege, JKU ndo hayo madaraja. Kwa hiyo na JKU pia wanaweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo utakiwa kuunderrate kabisa kwamba hawana nafasi JKU, hapana. Nafasi wanayo kwa sababu tayari kuna mifano ambayo tumeshaiona. Na mind you, JKU anaingia kwenye hii mechi akiwa amebeba flag ya Zanzibar. Oh yeah. Ushafahamu? Anajua kabisa kwamba hapa kuna bara na Zanzibar. Ndio hii finali. Inaongeza motivation nyingine. So hivyo ni vitu ambavyo vinakwenda kuwachochea JKU kujitoa 100% kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vitazungumzwa na technical staff, labda viongozi wa JKU, ni hilo eneo lazima litazungumzwa kwamba ni bara na Zanzibar. Yes. Wawakilishi wa huko walikuwa 4, wawakilishi wa huko walikuwa 4. Wamebakia 2 tu. Huko kabakia 1 na huko kabakia 1. Tunaweza. Na mind you, hatukufika hapa kwa msaada. Tumezipiga timu nyingine ndio maana tumefika hapa. Za bara huko. Shanifahamu. Material makubwa ikiwemo Azam FC. Yes. Kwa hiyo ni mechi ambayo inajimotivate na wanaweza kufanya kitu JKU katika hiyo mechi. Wanaweza kufanya kitu JKU kwenye hiyo mechi, lakini Yanga ni priority. Yeah. Bwana mtazamaji, Garibu Mzinga anafungamana na mawazo ya Ali Shabani Kamwe, mkuu wa idara ya habari na usemaji ya klabu ya Yanga, alipozungumza kwamba mchezo huu unahusisha mabingwa wa pande mbili, akiwa na maana kwamba klabu ya Yanga msimu jana alichukua ubingwa wa NBC, lakini pia JKU msimu uliopita ndiye alikuwa bingwa wa visiwa vya Zanzibar. Kwa tunakwenda kuangalia machampion, kutafuta champion wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake ni mechi ya bara dhidi visiwa